Bwana nitesa hivi Queen. Hivi nakufanyia kitu gani Queen? Nateseka kwa ajili yako, unanifanyia hivi mimi. Bwana nigongo hata gani nife. Bwana nitesa hivi Queen. Nimekosea nini? Hivi kwa nini umekosea nini mke wako Queen? Unanifanyia hivi Queen? Kwa sababu gani? Yaani unaona haitoshi basi bora tuende katembee na walevi kweli? Kweli Queen? Unanitesa mimi naumia. Mapenzi yananiumiza. Bwana Kwanza naomba tutambuane. Mimi naitwa Freddy. Sijui mwenzangu naitwa nani? Mimi naitwa Mackenzie. Hebu nieleze. Kutokana na mazingira niliyokukuta nayo pale barabarani, kwa nini ulitaka kuchukua maamuzi magumu kiasi hicho? Kwa sababu pale ni kuhatarisha uhai wako. Magari yanapita na hali uliyokuwa nayo pale. Shida nini kijana? Mzee wangu, kiukweli na matatizo makubwa sana. Nina mambo mengi ambayo yananisibu. Lakini labda niende moja kwa moja kwenye point. Kiukweli mazingira ambayo umenikuta nayo, kwangu mimi nilikuwa naamini. Na naamini mpaka sasa hivi ndio njia pekee ambayo itafanya mimi niendelee kuishi maisha ya amani na furaha. Na labda pengine ningekufa, ndio ingekuwa njia pekee. Au ningekuwa solution ya matatizo yangu. Kiukweli nina mwanamke ambaye nampenda sana. Mwanamke mwenyewe anaitwa Queen. Huyo ndo mwanamke ambaye niliamini tumaini la moyo wangu. Huyo ndo mwanamke ambaye nampenda kutoka ndani ya moyo wangu. Naumia sana kwa sababu alonifanyia Queen sikutegemea kama angeweza kunifanyia hivi. Nilijitahidi kwa kile kidogo ambacho nimekipata niweze kumfurahisha Queen. Nilijitahidi kujibana kwa kila namna ili Queen aweze kufurahi. Lakini hawezi kuamini yote ambayo nimeyafanya kwa kuamini kwamba nitamfurahisha Queen. Mwisho wa siku amesha kunisaliti.
ameishia kuniumiza moyo wangu, mzee wangu. Naumia. Naumia sana. Natamani ujue ni kiasi gani naumia. Natamani ujue ni maumivu kiasi gani ambayo ninayo katika moyo wangu. Lakini mwisho wa siku niliamini kwamba pale barabarani ndio ilikuwa njia pekee ya kunifanya mimi niende nikapumzike na kufanya moyo wangu uweze kutulia. Queen anaenda kunisaliti. Tena kibaya zaidi anaenda kunisaliti kwa wanywagongo, walevi. Mzee wangu nimeumia sana. Sijahadisiwa. Nimemuona kwa macho yangu mawili. Queen. Pole sana. Naomba tu nikwambie kitu kimoja. Sisi kama wanaume hatutaki kuwapa nafasi kabisa wanawake. Wanawake ni wadhaifu na wanawake ni watu wa kutuumiza sana sisi wanaume. Na unaweza ukajikuta ukachukua maamuzi kama uliotaka kuchukua. Lakini sio ndo solution au sio ndo dawa. Bali ni kujipoteza uhai wako bure kabisa kwa kitu ambacho ungeweza kuepukika. Sasa nikwambie kitu kimoja. Mimi hapo unavyoniona nimetoka gerezani. Nimefungwa miaka 15. Na bahati nzuri tu unaponiona hapo uraiani nimetoka tu kwa msamaha wa rais. Vinginevyo nilikuwa mpaka sasa ningekuwa bado niko ndani jela. Na kilichopelekea mimi mpaka kufikia katika hali kama hiyo ya matatizo kama hayo ni hawa wanawake ambaye ndio wewe unaonisimulia hapa sasa hivi. Mimi nilikuwa na mpenzi kama wewe ulivyokuwa naye. Mimi nilikuwa nina mke. Naomba nikupe mkasa ulionisibu mimi katika maisha yangu. Fred, nimekuita muda mrefu uitiki. Nimekuandalia maji ya kuoga. Mbona kama huko sawa? Fred mwanangu, unapopanda mche na ukautunza vizuri, ukaumwagilia vizuri, nia na dhumuni mwisho wa siku uje utoe matunda. Na kama mti ulioupanda hauwezi kutoa matunda,
basi mbegu uliyotumia sio sahihi. Tusijifariji kwa kivuli tu kwamba tumepanda mti ili tupate kivuli. Hapana. Hebu tutoke katika kashfa hii. Kijiji chetu ni kidogo sana. Maneno yanayoendelea kijijini yananiumiza sana. Hebu niondoe katika kashfa hii. Kama unahisi ng'ombe uliyemfuga unaona hawezi kutoa maziwa, ni bora utafute ng'ombe ambaye atakupatia maziwa. Nafikiri utakuwa umenielewa. Sasa sikilizia balaa langu la leo niliokuja nalo. Yaani wewe huwezi kanifunga ndugu yangu. Yaani huwezi kabisa. Bwana Beka. Vipi jamaa yangu? Safi, karibu tukae. Nakuona umekaa na kijana ambaye kakosa matunda ya ndoa. Utakuona mtu ajabu sana ukifungwa na mtu kama huyu ambaye hakuna matunda yoyote anayoonyesha ndani ya ndoa yake. Utakuona mtu ajabu sana. Mtu kakosa matunda yake ya ndoa. Sasa huyu ni kijana gani? Cheki sisi ambao tuna heshima zetu. Tunaonekana mitaani, Baba Juma. Cheki mbwembwe za kukaa hizo Na wewe inatakiwa uangalie sisi wenzako fanyaje mpaka tunapata matunda yetu ya ndoa. Wewe kila siku nakwambia achana yule mwanamke hafai. Mwanamke akupi hata matunda ya ndoa. Mwanamke gani yule? Wanawake mbona hapa kijijini ni wengi, unaweza kumwacha ukatafuta wengine watakao kupa matunda ya ndoa ndani ya nani yako. Ya ndoa yako sio unakuwa tu na beba mwanamke aeleweki, hana vizazi. Sasa mwanamume gani cheki? Wanawake hapa kijijini wamejaa ni wengi. Mbona hapa pale kuna yule mdada yule Mama Juma yule. Watu kama cheki sasa unanuna nini? Umekuwa mtoto wa kike. Acha kununa wewe. Tunakwambia ukweli unauma. Cheki sasa unaona? Niko kwa naongea ni ukweli. Kijana gani huyo anakuwa mwoga? Sasa na bwana Beka unashindwa nini kumwambia ukweli? Yaani mtu unakaa naye badala ya kumwambia ukweli unakaa tu unamtazama. Wanakuona nini utakuona mtu ajabu. Kumbuka wana familia yule ana familia. Mshauri yule ni kijana mwenzetu. Ndugu yangu, bora leo umemwambia. Muda wote mimi nimekaa naye hapa. Nilikuwa nimekosa namna ya kumwambia. Lakini ndugu yangu wewe jasiri. Sasa inakoelekea huyu bwana tutamzuia kuja hapa kijiweni. Anatuzalisha sisi wavulana. Sisi vijana wa kijiji hiki anatuzalisha, anatuona sisi hatuna maana. Make anatuzalisha, iwezekani sisi tuna familia, afu yeye hana familia. Anatuzalisha sana. Kakosa matunda ya ndoa sisi tunayo. Afu sisi bado hatujaoa, bado vijana wadogo, yeye ni kaka yetu anatuzidi umri kidogo. Sasa wewe mtu unacheza naye karata na muita fulani, baadaye muite baba nanili. Sisi tunaitwa Baba J, Baba Juma, Baba Pili, cheza kopa kisu. Sasa yeye kaka hapa na anatushangaa tu Cheza kisu, cheza kopa, hatujui hata majina. Hiyo ni mwanaume gani? Inatakiwa mwanaume unakuwa na matunda ndani ya ndoa yako. Ili hata ukipita mtaa wa pili pale, wanajua kabisa ni baba fulani. Unakuwa na heshima ndani ya ndoa yako. Sasa huyu yeye hana matunda wala hana cha kujivunia. Shemela. Karibu Shem. Safi za uzima. Safi za huko. Safi huko. Nipo karibu. Nakuona tu mwenyewe hapo kule. Taratibu. Karibu Shem. Unafikiri mimi ni mkaji? Hata usipate tabu. Si unajua mimi nikikaa story kazi itofanyika. Tupo. Huyu bwana yupo? Yupo ndani. Naomba nisemeshe basi. Kaa basi hata kidogo. Bwana nikikaa nikakaa moja kwa moja basi ngoja nisemeshe. Haina noma. Haina shida. Nakuona unazidi kunenepeana mwenyewe. Shemela. Bwana. Vipi she?
Safi. Kama kawaida. Nakuona. Na mmefanana mpaka rangi. Shemeji. Sasa bwana tafadhali naomba nimwibe mara moja. Ila nitamrudisha mwenyewe. Tupo shemeji. Haina namba shemeji. Si uko vizuri au kuna kujiandaa? Kuna kujiandaa nini? Hapa ndio kila kitu. Tuanze sasa. Sasa mama. Haya poa. Fred, ni kweli. Usikie unasikiza maneno ya watu. Maneno ya watu kiasikiliza yanakusaidia nini? Mimi ndo mke wako, baadaye ukae chini na unisikilize mimi. Mungu bado hajataka. Lakini mimi naamini kama Mwenyezi Mungu sio akitaka, hatatufanyia wepesi na tutaishi katika amani, tutakuwa na sisi na familia yetu. Sasa ni kwa nini unakuwa unawaza? Ni kwa nini unasikiza watu wa nje bado unasikiza mimi? Mwenyezi Mungu ndiye anapanga yote. Bila Mwenyezi Mungu tusingeishi sisi hapa. Yeye ndo mpanga yote na ndo mjua yote. Kwa hiyo tukae chini tuombe Mwenyezi Mungu. Hatatupa tu. Hata mimi sipendi, hata mimi naumia. Yes, mke wangu. Mimi sidhani kama tutakuja kupata matunda ndani ya ndoa yetu. Fred, unamaanisha nini ukisema hivyo? Siku zote huwezi kuchukua mbegu ya mpunga ukaenda kuipanda jangwani kutegemea kupata mazao hata siku moja. Fred, hapana, useme hivyo. Unamkosea Mwenyezi Mungu. Kwani Mwenyezi Mungu tukikaa tukamuomba hata tusaidia? Yeye ndiye alotuumba. Na yeye ndiye anajua ratiba zote. Sasa kwa nini tusikae chini na tukaanza kumuomba Mwenyezi Mungu? Mimi naamini tukimuomba Mungu atatupa tu. Kwani wote wale duniani hapa wanamuomba yeye. Kwani si atunyime? Kwanza shemeji nikupe pole. Pole sana. Lakini pili nikushukuru kwa sababu yani umeonyesha ujasiri mno kuniambia hili swala. Hata rafiki yangu Fred mwenyewe alikuwa kanificha. Kwa hiyo hongera sana. Lakini mimi nilikuwa na wazo la tofauti kidogo. Kwa nini tusimshirikishe mhusika mwenyewe? Yeye ndo akatupa ile picha kwa sababu yeye ndo anajua mwanzo na mwisho wa tukio lake zima. Kwa tutakapokaa naye chini akatupa walau story kwa ufupi, sisi tutajua tuanzie wapi na tuishie wapi. Hapana shemeji Mdaki. Mimi bado kuambia changamoto zangu. Najua unaweza ukanisaidia. Yule tukimwambia uelewa wake waga mdogo sana. Hivi nafikiri anza kachukuliaje hili swala? Mimi nilikuwa naomba wewe ndio unisaidie. Sawa, tajitahidi lakini siwezi kukuangusha shemeji yangu. Basi sawa shemeji. Mimi naamini kweli huwezi kuniangusha na naomba ujitahidi sana. Mimi nakutegemea wewe. Yaani bila wewe sidhani kama nitaweza kufanikisha hili jambo. Usiogope. Mimi nikuache sasa kwa sababu kuna kibarua kwa sijamalizia. Si unajua kazi za watu hizi. Unaweza kaenda ukakuta kapewa mtu mwingine. Dili likawa dilisha. Basi sawa shemeji, nakutegemea wewe. Usijali bwana. Tuko pamoja shemeji. Sawa. Ndugu zanguni, Fred simuelewi kabisa. Ananipa mawazo. Ni mwaka wa 3 sasa. Wapo na yule mwanamke. Alafu mke wake hajapata ujauzito wowote. Kwa nini Fred kaamua kuvumilia hiyo hali? Hilo neno nitaka nilitamuka lakini umeniwahi. Unajua bwana, hapa kijijini huyu bwana Fred anatuzalilisha sana. Haiwezekani yeye atutangulia kuoa, alafu sisi ndio tumtangulia kupata familia na watoto. Ukiangalia huyu bwana Juma mtawapili hapo na watoto wawili. Ukiangalia hapo na mtoto mmoja. Mimi hapa na familia watoto 3. Sasa ukiangalia yeye
ana mke lakini ukiangalia matokeo ya mke wake hazai wala haonyeshi dalili yote ya mimba. Unajua bwana, itakuwa kati ya yeye au mke wake atakuwa na matatizo. Inatakiwa tufanye mjadala, tumshauri amwache yule mwanamke. Maki hapa wanawake vijijini ni wengi, mwanamke sio mmoja, wanawake ni wengi. Au mnaonaje ndugu zanguni? Kama Swarero mnaona litafaa, tumunge mkono jamani, tumtafutie mwanamke ambaye atamzalia na kumletea familia. Angalia sisi tunafanya kazi nzito nzito. Mbona unaongea sana? Yaani uko busy kuzungumzia mambo ya watu, kuzungumzia mambo yako. Wewe mtoto wako yuko wapi ambao tunamwona anacheza hapa tukakuona kweli wewe mwanaume lijali? Sasa au unakaa nasema mtu hajaza, pengine muda wake wa kuzaa hujafika. Hajajipanga kuzaa kwa muda wa muone asubiri ikifikia muda fulani akijipanga atapata huyo mtoto. Sasa unataka kuzalisha wewe? Wewe vipi? Tumekuja kucheza karata, tucheze karata. Mambo mengine hayatuhusu. Sio unakuwa jadili watu ambao wanakuwa hawapo. Wewe mwenyewe ndo wale kwanza watoto wenyewe wanapata kubahatisha. Ulienda kuwabebesha mimba kwanza ushangaa mimba zenyewe sio za kwako, unakuja kudanganya una familia. Hebu unaongeaga ukweli bana. Sisi ukweli tunaongea. Ukikuuma kamwambie, kamshauri. Inatakiwa naye akija hapa tumwambie ukweli. Amwache yule mwanamke hafai. Mwanamke gumegume marawa mtaani anajulikana. Hana hata dalili yoyote ya kuonekana kwamba ana uwezo wa kumpa mtoto pale. Wewe bado hujakuwa. Yaani hiyo balea kwanza ndio inayokusumbua. Ila ukikuwa hayo mambo utakuwa nayo kabisa. Unajua huyu anachokisema yupo sahihi. Tukae tuwe msimamo mmoja, tuwe kitu kimoja. Tukamshauri Fredi. Hawezi katuzalilisha kijiji kizima hivi. Au kama namna vipi? Tumtafutie sisi mwanamke mwingine amuoe. Amzalie hata mtoto. Sasa mfano amefariki. Mlisi atakuwa nani? Sasa utasema kwenye familia nyumbani ndio itaenda kulisi pale kweli? Naona nyinyi hilo swala la huyu bwana kutokupata mtoto linawauma sana. Sasa mimi kwa sababu ni rafiki yangu, ngoja nikamshauri aje azalishe nyie. Pengine ndio mtafurahia kwa sababu hilo swala unaona hili linawapaini sana. Wewe kumbuka yule ni kijana mwenzetu. Yangekukuta wewe usingefurahia, kwa kuwa amemkuta mwingine kwako unaona ni kawaida. Esther, ni muda mrefu sana sasa umepita, lakini sioni dalili yoyote kwamba naweza kusema nimepoteza imani na wewe. Sidhani kama unaweza kunipatia mjukuu, kwa sababu kwa mwanamke aliyekamilika siku zote hizi unaishi na mtoto wangu, ni lazima wala ungeshaanza kuonyesha dalili. Lakini kwako wewe naona kama inakuwa sivyo. Hivi Esther, unajisikiaje? Unaishi na mtoto wa mtu ambaye anahangaika, anapata pesa kwa tabu, analima maskini bustani na jua kali, ili mradi tu akuletee wewe pesa ya chakula. Alafu unashindwa kumpatia kile kitu ambacho kitakuwa ni furaha ya moyo wake. Wewe unajisikiaje? Kwa hiyo unaona raha tu kwamba wewe unakula, unashiba, unakwenda uwani, unajaza choo, unaona raha sana. Hivi kwa nini usifikirie hilo? Kwa nini usiumizwe na hilo swala? Kwa nini? Mbona kuona kama unachukulia rahisi tu? Esther, una matatizo mwanangu. Mimi nimechoka kukuvumilia. Lakini mama, hao masuala sio ya kuwa na haraka hivyo. Huenda Mwenyezi Mungu bado hajapanga. Wewe una ushahidi gani kwamba na matatizo? Hebu nyamaza. Siongei na wewe. Nisikilize Esther. Usije ukaniambia kwamba eti mtoto wangu inawezekana labda ndo ana matatizo. Hapana. Mimi ninapofahamu huyu ni mtoto wangu mimi. Namjua vizuri sana. Na hana tatizo lolote. Ikitokea shida kama hii ndani ya ndoa, chanzo kikubwa au tatizo kubwa huwa analo mwanamke. Esther, una matatizo. Na kama unahisi kabisa huwezi kuniletea mjukuu, basi fanya utafute mlango wa kutokea.
kwa sababu mimi nimechoka. Kila nikiwaita mnakuja wenyewe tu wawili tu, sina mtu wa kucheza naye, sina mtu wa kunisumbua. Hata nikija kwenu pia na wakuta nyinyi tu, sina hata mtu wa kumtuma maji. Jamani, hapana, siwezi kuvumilia swala hili. Na pia hapa kijijini wenzangu wote wamepata wajukuu, kasoro mimi tu. Esther, huna hata huruma. Hivi kwa nini usimletee mwenzako mlisi? Kwa nini? Lakini hili swala siwezi kulivumilia na wala sitalifumbia macho. Nisikilize kwa makini. Nakupa mwezi mmoja tu nione dalili ya kupata mjukuu. Kama unaona haitawezekana, basi fanya uanze kuondoka kabla ya, maana tunakoendea tutaonana wabaya. Mama, ni kweli unayaongea. Hata mimi naumia sana. Lakini mimi naamini ipo siku Mwenyezi Mungu atajalia na mimi nitakuwa na mtoto. Kumbuka kuzaa ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu mama. Naamini ipo siku nitakufurahisha tu mama yangu. Sipendi kwa hivi. Na najua unaumia sana kuona wenzio wote hapa kijijini wana wajukuu. Ila mimi sijaomba, mimi sijapanga kwa hivi. Tumwachie Mwenyezi Mungu. Ipo siku atanishushia tu na mie. Subira? Nimeshavuta subira sana. Nimeshavumilia sana. Hujawahi kuniambia hata mama unaenda polini huko niletee maembe. Mama sijui unaenda wapi labda niletee limao. Hakuna. Hapana, kwa kweli siwezi. Yaani sitakupa muda tena. Muda niliokupa unatosha. Nimevumilia sana. Kwa usihitaji tena kuendelea kuvumilia. Mama, ni mwezi huu mmoja tu. Sasa shemeji, hivi hapo mimi nilikuwa nakosa gani? Paka nashindwa kuelewa Mwenyezi Mungu nimemkosea nini? Mama mkwe wangu kila siku ananiongelea mimi vibaya. Kila siku anasema mimi vibaya. Kisa tu sijamzalia mtoto wake. Mimi mwenyewe sipendi. Mimi mwenyewe nakaa naumia. Lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu ndo mpanga yote, nimemwachia Mungu. Lakini bado naonekana mimi sifai. Naonekana mimi nafanya makusudi. Hivi ni kweli shemeji naweza nikafanya makusudi kwa hili swala? Kiukweli shemeji, unapitia wakati mgumu sana. Tena sana. Lakini mimi tu nikutoe wasiwasi. Yaani kwa raundi hii nimeamua nijitoe kwa kweli kukusaidia. Kwa sababu hizo zinakuwa ni fedhea. Na masuala ya kuzaa haupangi wewe. Mungu ndo anapanga. Sema tu binadamu na roho zao mbaya ndo maana wanaamua kufanya figisu. Lakini kiukweli mimi kwa moyo mmoja nimeamua nikusaidie. Kwa hiyo wewe kuwa na amani kabisa. Na muda wote takwambia ujipange twende sehemu. Sawa? Kiukweli shem, hii dunia wewe iache tu hivi. Yaani dunia ni nzuri lakini binadamu tuliojaa katika hii dunia ndio tunalo mbaya. Basi Asha Majimdaki, nimekuelewa. Na naomba unipambanie. Sina pengine pa kwenda, ni kwako ndio unaweza kumsaidia. Usijali shem, usijali. Cha msingi tu ni kumuomba Mwenyezi Mungu kwa sababu imani ndio kila kitu. Tukiweka imani juu ya hili swala, hakuna kitakachoharibika. Mzee, huyu ni shemeji yangu. Ameolewa na rafiki yangu. Na wana muda mrefu sana tangia wamefunga ndoa. Lakini changamoto yake kubwa kwa kweli ana tatizo la kutokuwa na mtoto.
sababu amehangaika muda mrefu sana, akatumia dawa za kienyeji, kazunguka kuna kule, lakini hakuna mafanikio yoyote aliyoyapata. Kwa nini nimeamua kumleta kwako mzee, naomba utusaidie. Ila halina tatizo. Tatizo ni dogo sana. Utoe tu wasiwasi, atapona. Nimeshasaidia watu wengi sana wenye matatizo makubwa zaidi ya haya. Huyo tatizo lake ni kidogo sana. Ila madam tu awe na roho ya kuzingatia yale nitakayompa, yale mazito, na kuyafanyia kazi bila shida. Sawa baba, mimi niko tayari kwa lolote. Nilimradi tu nipate mtoto. Maana nateseka sana kwa ndoa yangu. Sina raha wala nini. Naomba unisaidie. Hii utachemsha maji muda wa saa 6, unaoga. Baada ya wiki mje. Asante sana, nashukuru. Nashukuru sana. Mganga, kwani hakuna njia yote unaweza kunisaidia tofauti na hivyo? Hapana. Hapana, naomba unisaidie. Mama, sioni njia nyingine ya kuweza kukusaidia. Na sharti hilo limetolewa na mizimu. Sio mimi. Ina maana kama unashindwa kutekeleza, basi Baba, naomba unisaidie. Naomba unisaidie. Siwezi kufanya hivyo. Na kuomba utumie mbinu zote. Mjukuu wangu, nimekusikiliza kwa makini sana. Lakini kwanza napenda uniambie mambo haya mawili. Ndoa yako bado unaihitaji na unaipenda kama ilivyokuwa mwanzo? Bibi, naipenda sana ndoa yangu. Naona sihitaji kutoka katika ndoa yangu. Nimekuelewa mjukuu wangu. Mjukuu wangu, wala usilie. Hii dunia ina mambo mengi mjukuu wangu. Sione majumba yamepigwa mabati, napita nje kuna pazia, nyumba zina vioo, zinaficha mambo mengi. Zina mambo mengi. Sione watu wanatoka nje na wake zao na waume zao, pana mambo mengi mjukuu wangu. Naona mwanamke huvunja nyumba kwa mikono yake mwenyewe na hujenga nyumba kwa mikono yake. Hata mwanaume pia hali kadhalika. Angalia madaktari, hawaruhusiwi na serikali kumtoa mtu mimba. Lakini inapobidi, ikionekana mimba ile italeta matatizo kwa mzazi, huwa inatolewa.
inatolewa ili uzima uwepo. Basi limejaza abiria kwa mfano 65, hata wawe 60. Anatokea mtu sijui mlevi anapita kijingajinga, hawezi driver kukubali kufunga breki za ghafla ili auwe watu. Auwe watu 60 au 65 kwa ajili ya mtu mmoja. Itabidi amgonge yule. Hivyo basi mimi siwezi kukueleza chochote mjukuu wangu. Wewe mwenyewe tathmini, haya yote yako chini ya himaya yako. Wewe ndio unajua unajengaje nyumba yako. Unajengaje nyumba yako? Na wewe huyo ndio utakaye kuwa na mamlaka ya kujua unarudisha heshima gani kwa mmeo mpaka kwa wakwezo, ili kukataa haya maneno ya kukaa kutonaambiwa mgumba huzai nini. Hilo mjukuu wangu jukumu unalo wewe, wala usilie. Jifikiri na ujitathmini. Nimekupa fumbo kali mjukuu wangu. Kama muelewa utakuwa umejua. Haya yote ninakueleza yako chini ya himaya yako. Wewe ndio wa kujenga nyumba yako na wewe ndio wa kubomoa nyumba yako. Kile umenielewa?
Mama. Kuna nini? Mama, jiandae twende zahanati. Zahanati? Kuna nini? Esther mama alikuwa anafagia ghafla kaka dondoka. Hivyo nimempeleka zahanati, naomba ujiandae twende haraka. Yaani unataka kuniua mimi kwa ajili ya huyo pesa wako, si ndio? Kwa hiyo ni mimi ninyoe miguu yangu hapa mimi nimfuate huyo Esther wako huko zahanati? Sifanyi kazi hiyo. Siwezi kwenda kumuona mgumba hata siku hii. Huyo tasa kama kuna uwezekano afe tu huko. Sina muda wa kupoteza. Mama, mbona unapenda kulalamika bila sababu? Yule ni binadamu. Mjali utu basi. Mama, unakuwa huna utu. Mimi sina utu. Leo unanitusi kwa sababu ya huyo ngumba asiyezaa. Wewe umekuwa sasa eti unanitusi mimi? Pumbavu mkubwa wewe. Unajua unapigana kwa ajili yako. Nataka mwanangu na wewe uitwe baba siku moja. Mimi sina nia mbaya, yote haya nayafanya kama mzazi. Pumbavu mkubwa wewe. Sina utu mimi. Ningekulea wewe. Nimekulea kwa shida, nimekuzaa kwa uchungu. Leo unasema mimi sina wema. Esther ndo ana wema, si ndio? Kwa unaona raha tu anakutumia bila faida yoyote. Wewe huoni kama unazidi kunyang'anyia wewe? Mama, akili wewe ni mtoto wa mtu. Sawa? Mimi ni mke wangu. Kwa hiyo pia wewe ni mtoto wa mnyama. Na ndio maana umejitoa sadaka lao ya mimba, si ndivyo? Sasa naenda kwa hiyo Esther wako. Kamwambie hivi. Mama akasema kufa. Mama. Mama Wewe ndio mgonjwa wako Esther Tasha, eh? Ndiyo, daktari. Vipimo vinaonyesha hana tatizo lolote, ila alipata mshtuko tu, na ni hali ya kawaida kwa mwanadamu yoyote, inaweza ikamtokea. Ila kwa uchunguzi zaidi tukagundua kwamba ana ujauzito. Hongera sana. Dokta, unamaanisha kwamba ana mimba? Ya, ana ujauzito. Hongera sana. Cha kufanya kwenye ujauzito wake, inatakiwa uwe naye tu karibu, umpe ushirikiano wa kila hali, umnunulie matunda ili aweze kupata mtoto aliyokuwa na afya. Unajua wamama wajawazito wanahitaji ukaribu sana na uangalizi wa karibu. Sawa daktari. Naruhusiwa kwenda kumuona? Ya, unaweza ukaenda kwa sababu yupo tumempumzisha huko. Fredi mume wangu. Mbona niko hapa? Kuna nini?
ulidondoka ghafla. Nikakuchukua nikakuleta hapa hospitali. Ila majibu kanipa dokta, wewe ni mjamzito. Fredi, hivi unachoongea ni cha ukweli au? Mwenyezi Mungu, nashukuru sana. Maana nimekuwa kila siku nikikuomba. Hasa leo umeenda kunipa furaha katika ndoa yangu. Naenda kuwa mama wa familia. Fredi, unaenda kuwa baba wa familia katika ndoa yetu. Muda kidogo ila sio muda sana. Mbona hujanisemesha? Alikuwa acha tu pumziko. Sawa. Mkewe kwa? Yeye katoka kaenda kwa bibi yake mmoja kumsalimia. Fredi, unajua sisi wanawake tunapokuwa katika hali ya ujauzito huwa tuna changamoto nyingi sana. Lakini kuna wanawake wengine wanakuwa sio wastaarabu. Wanatumia tiketi hiyo ya ujauzito ili kuwafanya wanaume zao ili wasiwe na sauti kwao. Sasa inapaswa uwe makini sana. Kwa sababu juzi kati hapa umeniambia mkeo kaenda kwa bibi yake. Lakini nashangaa na leo pia unasema mke wako kaenda tena kwa bibi yake. Kuwa makini mwanangu. Najua ulikuwa na kiu na mtoto. Kwa hiyo usiwe dhaifu kwa mkeo wetu kwa sababu anakuletea mtoto. Simama kama mwanaume. Wewe ndiye mchunga wa Esther. Sasa wewe ukiyumba tu kidogo unampoteza kabisa Esther. Sisi wanawake tunajijua mwanangu. Hii nenda rudi. Hapana. Kwa sababu yeye ni mama wa nyumbani. Inatakiwa akae nyumbani. Inatakiwa aangalie mji yeye. Sio yeye anatoka kutwa nzima. Halafu wewe ndio unakaa nyumbani kuangalia mji. Hiyo inakuwa ni sawa kweli mwanangu? Ni kweli mamangu unachokizungumza. Ila mara nyingi nikiwa nikimshauri sana mke wangu, lakini anakuwa mkali. Nikimwambia hichi anafoka. Na unajua kwamba wanawake wako kwenye ile hali ya ujauzito. Hataki kabisa kushauriwa. Na hata nikifikiria maelezo ya daktari, anasema kwamba wanawake wakiwa wajawazito haitakiwi mbuguzi, apate kelokelo, awe na hasira muda wote. Kwa hiyo sometimes na mimi namwachaga tu. Na hata kuniambia kwamba anaenda kwa bibi yake, nikaona bora nimruhusu tu aende. Maana alisema anaenda ila achelewe kurudi. Jioni atakuwa hapa, hatolala huko. Unajua leo nilikuwa nataka niongee na nyinyi wote wawili. Lakini siwezi tena kuongea nilichokuwa nataka kukiongea. Kwa sababu tu mwenzako hayupo. Wewe uone kama ni tatizo hili. Wewe niambie tu mimi nitamfikishia wala hakuna shida. Hapana. Ilitakiwa na Esther awepo. Lakini sio mbaya, hakijaribika kitu. Tutapanga siku nyingine na mtakuja wote. Sawa.
Jana aliniambia ana hamu ya miwa. Mkatie miwa miwili hapo mpelekee. Wala mna shida. Sawa. Ajina. Mage. Bibi yake. Yaani jicho lote lipo kwa mama yake. Jamani. Hani mmejua kunifurahisha watoto wangu. Kwa kweli mama, umenifurahisha sana. Umenifanya nifurahi mno. Hii ndo heshima ya ndoa. Unajua bibi yoyote huwa anapenda kumuona mjukuu kabla hajafa. Hapa sasa tuko pamoja. Umejua kunifurahisha. Na wewe vipi? Mbona umenuna hivi? Kuna shida gani? Kuna lolote? Wewe nuna tu, mimi nafurahi na mjukuu wangu. Nayo mango yako ya ulisi marembo babako leo umeyakumbuka. Mage. Hii ndio heshima ya ndoa mwanangu. Yaani ukitaka kudumisha ndoa yako ni lazima upate mtoto. Kama mwanamke natakiwa kupigana haswa. Unajua kipindi kile nilipokuwa nakuomba uniletee mjukuu, mumeo alikasirika sana. Lakini sasa hivi anafurahi kimoyo. Umejua kunifurahisha. Wajina langu, mlisi wangu. Moja anacheka kama nilivyokuwa mimi wakati niko mdogo. Jamani, yaani kama niliingia tumboni kwako na nikatoka. Shimdaki, wewe ndio kuongea ujinga kama huo? Yaani kunisaidia kwangu malipo ndio yawe hayo kweli shemeji? Hivi Esther unanichukuliaje? Unanichukulia mimi boya sana. Kumbuka kwenye kukamilisha jambo lako mimi nilistopisha mambo yangu mengi sana. Nilithamini muda wangu upotee bure, lakini wewe ufanikiwe jambo lako. Kwa hiyo leo umeshafanikiwa, mimi tayari unaanza kuniona mpuuzi. Aise, unanishangaza sana. Na leo ndo nimeamini kwamba nyinyi wanawake mna akili. Kwa sababu huwezi kwenda kumvulia nguo chizi. Tena ulimbaka kwa kumbaka. Hakukubali kwa ridhaa yake. Alafu leo uje unikatalie mimi mtu nina akili zangu timamu. Tena na ni handsome boy wa hichi kijiji. Lakini sitaki kukubembeleza sana kama vile naomba kazi kwamba natetea kibarua changu. Hapana. Kazi ipo kwako, uchague kusuka au kunyoa. Kwa hiyo na huu mguu ukitoka hapa kwa sababu umekataa, kijiweni naenda kuambia kwamba wewe ulimbaka chizi na mimi ndo nilikupeleka kwa mganga ukapewa hayo mashalaiti paka kumpata yule mtoto. Alafu kitokeo cha huko na kuja kwa mmeo. Na nikitoka kwa mmeo kwa mama mkwe wako. Kazi itakuwa imeisha. Shemeji Mdaki, hapa kijijini kwa jinsi wanavyotutambua na wanavyotujua, hivi nikifanya hivi nafikiri itakuwaje? Yaani wewe kama tukikubaliana ukanipa, hii itakuwa siri. Ila ukaninyima. Ni zaidi ya Radio Mabua. Yaani kila mmoja taarifa atazipata. Yaani kwa hilo, yaani ni kuhakikishia kabisa mama, hata nisikudanganye. Usifanye hivyo shemeji Mdaki. Basi. Sawa, takubali swala lako uliniambia.
Hayo ndio maneno. Afu haina haja kuogopa ogopa. Kitu cha dakika 2-3 tumemaliza. Hilo hata mume wako hatojua. Esther. Njoo basi hata unichumu kidogo. Manichumu mama. Ewa. Hapo sawa. Bye. Na ufanye kweli. Yaani mimi ukiona tena mguu wangu umekuja huko, ujueni kwa mmeo na ukweni kwako. Kwa jiongeze, sawa mama? Sasa mbona unalia? Ni jinsi tulivyosikia taarifa kuhusu bibi. Bibi ana hali mbaya sana. Na huwa na pressure na kisukari. Lakini hata hivyo haipaswi uendelee kulia hivyo. Wewe cha kufanya ni mwachie Mwenyezi Mungu tu. Ni kweli. Lakini nika ujue yule ndo kabakia mama yangu hapa duniani. Isitoshe mimi sina wazazi. Yule ndo kabakia kama jicho langu. Kwa hiyo akiwa anaumwa lazima niumie sana. Ila mimi kwa ushauri wangu mimi naona bora ulale tu huko kutokana na hali ya bibi ilivyo. Sio lazima sana urudi leo. Sawa. Amen.
kukuita huku tena guest? Kuna mazungumzo gani ambayo tumeshindwa kuongelea nyumbani mpaka tuje tuongelee huku? Najua utashangaa sana. Kwa nini mama kukuleta huku? Na mazungumzo ya muhimu sana na nikaona nyumbani haifai kuongelea mimi na wewe bale. Ni mazungumzo gani hayo? Bwana zungusha mbuyu. Unajua ukienda umeinama aliyesimama anakuona. Hebu nieleze ukweli. Huyu mtoto ni wa nani? Mume wangu Fred. Mimi na wewe tunaishi wawili. Na isitoshe mimi ni mke wako halali wa ndoa. Asa inakuwaje unauliza swali kama hilo? Ni kwa nini unashindwa kuniamini? Mimi ndo mke wako. Na damu ni ya kwako. Siwezi kukudanganya chochote. Elewa. Ushahidi wote ninao. Nimeshapita kwa madaktari 3 bingwa. Na umenihakikishia kwamba sina uwezo wa kuzalisha. Sina uwezo wa kumpa mwanamke mimba. Na hii siri nakwambia wewe, hata mamangu mzazi sije kumwambia. Wewe ni malaya. Hii sio damu yangu. Naomba uniambie ukweli. Mazungumzo yote niliyasikia. Ulitoka wewe na Mdaki, mkaenda kwa mganga. Pia ukashiriki na Mwiho. Akapatikana huyo mtoto. Ukaona itoshi. Ukaenda kushiriki pia na Mdaki, rafiki yangu mimi. Nitakula kirahisi tu. Naomba unithibitishie huyu mtoto sio wangu. Si ndio? Ndio. Fred, mume wangu. Nilifanya yote haya kwa ajili ya kuheshimisha ndoa yetu. Maana wanakijiji wamekuwa wakituongelea vibaya. Mama yako amekuwa akiongea kila siku. Ndio maana nikaona kufanya hivyo. Kufurahisha ndoa yetu. Kufurahisha ndoa yetu? Unastahili tunasema kufurahisha ndoa yetu? Wewe mwanamke malaya. Damu sio yangu. Yaani maumivu nilionayo umeniongeza tena maumivu ya kulea damu sio yangu. Wewe ni malaya hakika. Fred, mume wangu. Naomba unisamehe kwa yaliyotokea. Najua nimekusi kiasi gani. Nimejiona mimi ni mwanamke mjinga sana. Nimejiona mimi ni mpumbavu zaidi ya wapumbavu. Nilijua najenga, kumbe nabomoa. Hakika nilifanya maamuzi ya kipumbavu. Nakuomba unisamehe mume wangu. Basi sawa mke wangu. Haina haja ya kuendelea kulia. Ila nilifanya yote ili ufahamu kweli. Tuachane nayo. Wewe jiandae twende nyumbani. Sawa mke wangu. Nakuomba Fred, mume wangu. Kwa yote nimefanya, naomba unisamehe.
Mzee wangu, pole sana. Pole sana. Siku zote katika maisha ambayo mimi nimepitia, basi niliamini kwamba matatizo ambayo mimi nimeyapata, basi hakuna mtu mwingine ambaye kapitia matatizo kama niliyoyapata mimi. Lakini kwa kile ambacho umeniambia, basi mimi nina uafadhali sana. Mzee wangu, pole sana. Asante sana kijana. Na nikupe pole pia kwa matatizo ambayo umeyapata mpaka kufikia hatua ya kwenda kufungwa. Asante sana. Na pia niseme tu kwamba nimejifunza kitu kikubwa sana. Lakini yote kwa yote ni kuahidi tu kwamba siwezi kufanya kitu chochote tena kama vile ambavyo nilikuwa nimepanga. Sawa. Na yote yani nimeamua kupanga hivi kwa kuamini kwamba mimi ndo mtu pekee ambaye nimekosewa katika mapenzi. Mimi ndo mtu pekee ambaye nimepitia maumivu makubwa sana katika mapenzi. Sikuamini kwamba ningeweza kukutana na mtu ambaye kapitia maumivu makubwa kuliko ya kwangu. Niseme tu kwamba nitajikaza na nitaamini kwamba haya yatapita. Asante sana.